Bwana, leo tuko na mtaalam Zuberi Mkalaboko. Kubwa zaidi tunatazama mambo mbalimbali makubwa ya kimichezo ambayo yanaendelea kwenye nchi hii. Tunafahamu siku za hivi karibuni ulichezwa mchezo wa kufungua uwanja kule mkoani Singida, Young Africa wakiwa wageni wa Singida Black Stars. Issue sio mchezo kumalizika kwa sare moja kwa moja. Issue ni baadhi ya viwango vya wachezaji, pia usajili mpya wa Yanga. Ikangalombo Zuberi akaanza kufungua akaunti ya mabao. Vipi uliutazamaje mchezo pamoja na kiwango cha mchezaji? Ikangalombo lile ni bomu lilikuwa nasubiri kulipuka. Na kama mmemshuhudia tangu kaanza kucheza kwenye michezo yake, ukiondoa huu tu ambao kafanya vitu vya ziada, ni mchezaji ambaye unaona ana kasi, ana nguvu, ana ubunifu, anaweza kucheza kwa aina zake kwenye pattern, lakini mchezaji ambaye unaona anaweza kuwa na maamuzi binafsi kwa sahihi sana. Lakini kitu ambacho kimeongezeka kwake ni namna ya kucheza, kwa maana ya dribbling, ukokotaji wake, ile explosive yake, mapambano yake. Anapokuwa na mpira unagundua ni mchezaji ambaye anahitaji kuendelea kuonyesha vitu vya ziada kuliko tunavyoona. Lakini dhahiri jana akathibitisha kwamba ni bomu lilikuwa nasubiri kulipuka. Angalia aina ya goli analofunga. Ni goli ambalo linatokana na explosive power. Mtu ambaye amekwenda katoka kunyang'anya mpira, kakimbia ndani, katumia nguvu, maarifa mpaka anafunga. Huyu ni mchezaji ambaye unasema ni kama bomu lilikuwa nasubiri kulipuka. Kwa ni mchezaji ambaye anaendelea kutuonyesha kile alicho nacho. Unajua amekuwa na aggressive runs towards the box, kitu ambacho hakifanyi na washambuliaji wengi. Kwenda kwa kasi, kukimbia kwenda kwenye sanduku ukiwa unapambana na matukio ya kupambana na walinzi, sio kitu ambacho kinafanywa na kila mshambuliaji. Kwa sababu washambuliaji wengi wanapenda kucheza kwenye nafasi ili wakutane na mipira ikiwa mbele ya uso wa macho yao, wafanye maamuzi sahihi. Lakini Kangalombo analazimisha kutoka na mpira kwenye mazingira magumu, anakimbilia nafasi. Kwa ni mchezaji ambaye tunasema ni explosive player. Sasa ukiangalia mchezaji wa namna hii ni kama bomu lililosubiri kulipuka, linakuonyesha. Lakini unaweza kuhoji kuona mechi chache, kila mechi ambayo anacheza Kangalombo anakudhihirishia variations kwenye ile tunasema display speed yake. Kipi ambacho tunasema ni kila mechi unaomuona anaonyesha ubora tofauti kwa vile ambavyo alivyokuwa na uwezo. Sasa huyu ni mchezaji ambaye mimi namtazama kama bomu lililosubiri kulipuka, na ubora tumeona kwenye mchezo wa jana vile ambavyo ameonekana kwa ubora. Mechi za kwanza tulikuwa tunaona ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kwenye nafasi kwa kasi, lakini alikuwa ana uwezo mzuri wa kutrack back, kwa maana kurudi kuihami timu kwa ina mpira. Lakini jana tumeona hayo ni matukio ambayo kwake yanaimarika kwa uwiano. Kwa sio mchezaji wa daraja la kawaida, ni mchezaji ambaye ana kitu cha ziada. Na Young Africans watu wanafaika kwa sababu eneo anacheza kwa Kangalombo ni eneo la kuzishambulia half space, na uwezo huo anao. Na si mchezaji ambaye anakupa defender uwe comfortable, kwa sababu yeye nguvu yake na kimo alichokuwa nacho. Inawezekana ikawa ni kengere ama viashiria kwa baadhi ya wachezaji wa Young Africa kwenye dirisha kubwa la usajili hatutokuwa nao. Kutokuwa nao tu, ni mchezaji ambaye anaenda kuleta shida na ushindani kwenye eneo la mstari wa ushambuliaji wa Young Africa, sasa kwa kiwango ushambuliaji wa pembeni. Na hasa maeneo ambayo nayatazama ni vita yake nyingine za kazaliwa na mzize. Kwa sababu ninachokiona kwa Kangalombo kama ana vitu fulani tofauti sana, anachokosa ni game time na kupata ubora wake. Maana yake kama anakuwa kwenye real form ya kwake, moja kitu ambacho nakitegemea ni kwenda kuleta ushindani sana kwenye eneo la mwisho. Maana yake Young Africans wanapata watembeza bakuli. Yaani mtu anatembeza bakuli, maana yake kuiongezea kasi timu kwenye eneo la mwisho kwa sababu ya ile creative spark yake na speed ambayo amekuwa nayo na namna ambavyo kwa explosive. Kwa hivyo unaangalia kwenye ile eneo, maana yake Young Africans kama wamepata mtu ambaye anaweza kuonyesha kitu cha ziada. Isipokuwa kutoka kwake ilikuwa ni hii ambayo tunaanza kuiona alikuja kama haionekani. Kwa nini? Inaonekana ni mchezaji ambaye alikuwa hana game time sana, na ubora wake ulikuwa hupo katika kiwango kizuri. Lakini kadiri anavyozidi kuimarika na kama ataendelea kupewa muda wa kuona kuimarika kwake, mmoja mchezaji ambaye naamini anaweza kufanya makubwa sana ya Afrika, kwa sababu anaweza kucheza na wenzake na pia anaweza kucheza yeye mwenyewe. Kuna wachezaji ni wazuri kucheza wao wenyewe kwa sababu wanatumia kasi. Lakini huyu mchezaji ambaye ana kasi ya kucheza na wenzake, lakini pia anaweza kucheza yeye mwenyewe. Mfano jana ni goli ambalo limetokana na uwezo wake. Alitoka kunyang'anyana na walinzi na kawaingiza kwenye sanduku kwa kasi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unamuona katika ubora huu. Watu wanaanza, unajua wa Tanzania hasa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa za Simba na Yanga, mchezaji mmoja akifanya vizuri ana linganishwa na mchezaji mwingine. Mpanzo ameibuka kwenye hili la kufanya vizuri kwa Kangalombo kwa maana ya kufunga. Wanasema Mpanzo alichukua muda mrefu, Kangalombo amechukua muda mfupi. Hawa wachezaji wanafanana ama wanatofautiana, au inamaanisha ama inakubalika kuwafananisha? Wanasema lilo vimba alinyoi kwa kufunika. Kwa kama kitu kimevimba huwezi kumaliza kwa kufunika, lazima utumbue. Kikweli Kangalombo na Mpanzu wanayo tofauti kidogo. Kwa maana kwamba Mpanzu amekuwa ni mchezaji ambaye rotative kasi, tunasema anaweza kuingia kwenye mapambano ya mitindo yote kuisaidia timu kucheza, anaweza kuingia kupambana kwa timu yote kuisaidia timu kushambulia. Maana yake anaweza kuwa na ubora wa timu kwenye zile situations zote za mpira, kwa maana kwa defensive collective na offensive collective. Sasa Kangalombo yeye ni mzuri sana ukimtazama kwenye offensive collective. Uwezo wake wa kuisaidia timu inapokuwa iko kwenye mstari wa mashambulizi, ni mshambuliaji halisi.
Mpanzu ana faida timu inapokuwa pia kwenye swala la ulinzi, ana ulinzi halisi kwa sababu yeye ni mchezaji anayehusika kwenye matukio mengi, kitu ambacho Simba wananufaika naye ile. Kangalombo kwa namna Yanga Afrika zinavyocheza kwenye eneo la kushambulia, Kangalombo ni mzuri zaidi kwa sababu Kangalombo ana kasi na anaweza kwenda kwenye matukio zaidi, lakini Mpanzu unampata kwenye maeneo yote mawili. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanatofautiana ubora na uwezo, sababu Mpanzu anakupa maeneo yote mawili kwa ubora, lakini Kangalombo nimemuona bora sana kwenda mbele akiwa anashambulia, lakini uwezo wake kutakwa huko katika daraja la kawaida hawezi kufikia pale. Bwana, kuna swala la uwanja. Nimekuona moja kati ya maeneo muhimu ambayo umezungumzia, unasema ilikuwa ni mchezo wa aibu wa Yanga Afrika kucheza dhidi ya Singida, ukimaanisha vilabu hivi vikongwe vya Simba na Yanga bado mpaka sasa havijafanikiwa kujenga viwanja vyao. Inawezekana vilabu hivi vingi vinavyojenga uwanja tukashuhudia siku moja hizo timu zikawa na viwanja vyao baadaye? Nadhani kwa hiki kinachoendelea na hizi fedha wanazopata hizi timu kubwa, kuona timu mpya ngeni zinakuja na mpango wa kujenga viwanja inaweza ikawasaidia. Sema ni mchezo wa aibu kwa sababu Yanga Africans kwa ukongwe waliokuwa nao, heshima ambayo mashabiki wanayo, mitazamo ya mashabiki kwenye timu yao haiendani na miundombinu iliyowekeza. Japo wamejificha kwenye kichaka kwamba hizi timu siwezi kujenga uwanja, serikali itapata wapi mapato? Nani aliwaambia uwanja wa Taifa umejengwa kwa ajili ya serikali kupata mapato? Uwanja wa Taifa ulijengwa kwa ajili ya michuano ya kimataifa kuwepo, na mataifa yote yanao uwanja wao mkubwa wa taifa. Vilabu, masharti ya license za FIFA pamoja na CAF ni kwamba vilabu viwe na viwanja vyao. Sasa sisi vilabu vyetu visijifiche kwenye uwanja wa serikali kwamba serikali itapata wapi mapato. Ni Tanzania tu tuna mawazo kama haya. Watu wanatoa mifano labda ya uwanja kama wa San Siro. Uwanja wa San Siro hawa AC Milan na Inter Milan wameuomba kwa manispaa sasa hivi, na tayari huo mpango upo mpaka mwezi wa 7. Ule mpango unaachiwa vilabu viumiliki. Sasa kwa nini unaona vilabu vikubwa duniani vinaomba kumiliki uwanja? Sababu ya kumiliki uwanja uko wazi, na wao wamesema lile itakuwa ni kijiji kile cha hiyo San Siro. Lakini viwanja hivi timu zetu hizi zina viwanja, watu wanajificha kwenye mipango na agizo. Lakini pia mashabiki ndio wanaozifanya hizi vilabu viweze kulemaa kupata viwanja, kwa sababu maoni ya mashabiki ndio maoni ya viongozi wao. Kwa sababu hao mashabiki wanachoamini wao ni kwamba timu zao wala hazina haja ya kuwa na viwanja. Wao wana shida, serikali itapata wapi mapato? Tuwaulize wanachangia kiasi gani pale. Hao kuna wakati mwingine wanazindiwa na mikutano ya Injili pamoja na mawaidha yanaenda kufanyika pale. Inaonekana analipa fedha nyingi kuliko wao. Lakini wanaangalia kwamba kuwa na kiwanja kuna faida kwa timu kwenye mapato, kuna faida kwa timu kwenye uwekezaji. Sasa kwa bahati mbaya akili za mashabiki ndio akili za viongozi wao. Lakini wakati mwingine viongozi wao wanaguswa. Kwa mfano, juzi Engineer Hersi alikwenda kama rais wa mwenyekiti wa ACA Verde Bebas, uwanja wa mazoezi wa Real Madrid. Yanga Africa uwanja wa mazoezi kwa. Lakini ukiuliza utakwambia hao tunakwenda hadi nani, lakini wengine wanaozilimaza hizo timu ni matajiri wao. Unakuta tajiri anaenda kulipa hivi kitauni miezi 3. Kwa nini msitegemee mkatengeneza uwanja wa mazoezi na timu zetu zikaimarika? Kwa hiyo ndio maeneo ambayo tunasema uzinduzi wa uwanja ule wa Airtel Stadium uliofanywa na Singida Black Stars ilikuwa ni fedha kwa Yanga. Na nilitegemea jana ningeona mabango ya mashabiki wa Yanga wanaonyesha juu, wanamwambia mhandisi Hersi, mhandisi rudi utusaidie tupate miundombinu. Na mhandisi angeweza kufanya. Lakini sasa kama viongozi wapeshi shinikizo ya maendeleo, watajikita kuwatafutia furaha. Hao mashabiki wa hizo timu wanataka furaha, sio maendeleo. Ndio tatizo ambalo lipo. Na hata ukiwaambia utajificha hapo kichaka. Kuna timu zingine mbona hazina uwanja? Nimekueleza kama mlikuwa mjui. Uwanja wa San Siro, AC Milan na Inter Milan wanauomba urudi kwenye miliki yao. Na hivi ninavyokuambia mpaka mwezi wa 7 majibu yanatoka, na jiji la Milan na serikali imekubali kurudisha kwa zile timu. Sasa huko kwetu mnakotaka kujificha uwanja wa taifa mnaomiliki nyinyi vipi? Au nyinyi mnaingiza mapato gani kwa serikali? Mbona KMC mna kodi ya msemo? Si uwanja wa serikali mkacheze bure. Kwa hiyo unaona namna ambavyo wamejibuteka na hawataki maendeleo. Unajua mtu asiyetaka maendeleo anajificha kwenye kusifia watu wengine. Uwanja watupo, serikali itatusaidia, viongozi wanatufanya, au kuna viongozi wetu wanabana timu zisiwe na viwanja. Sio kweli. Hakuna mtu anayenufaika na Simba na viwanja kutokuwa na miundombinu. Ni udhaifu tu wa viongozi na mashabiki wa hizo timu pamoja na wanachama wao wasiopenda maendeleo. Kama hawezi kulipa kadi za timu zao, wanaweza kukubali viwanja vijengwe hapo. Kwa hiyo shida ya maendeleo ya Simba na Yanga ni hao mashabiki wao na wanachama wao, sio watu ambao wanaangalia maendeleo. Na ndio maana viongozi wapate shinikizo. Bwana, tumalizie ya mwisho kabisa Zuberi. Kwa taarifa ambazo zilizopo tarehe 27 waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Palamagamba Kabudi atakutana na viongozi wa timu zote mbili, Simba, Yanga, bodi ya ligi pamoja na TFF. Mada kubwa ni mchezo wa dabi kutochezwa Machi 8. Hiki ambacho kinatokea kinakupa picha gani? Issue ya kasi itaisha, dabi itachezwa, ama Yanga wataweka msimamo ule ule ambao walianza nao mwanzoni? TFF, bodi ya ligi, Yanga wameshindwa kusikilizana, sasa wakasikiliza. Ndio kilichotokea. Walishindwa kusikilizana, sasa wakasikiliza. Kwa nini? Wao wenyewe si watu ambao walikuwa tayari kutatua tatizo lilikuwa nalo. Ila kila mmoja alikuwa anajiona yuko sahihi kwenye tatizo lilikuwa nalo. Ndio maana unaweza kuona mamlaka inaingilia kati. Ni kweli wameitwa hawa na waziri wa michezo baada ya kuona kama ni watu walioshindwa kusikilizana. Lakini sio taswira nzuri
Kama mamlaka ambazo zina wajibu wa kikanuni na sheria zinafanya kazi kwa kanuni, mnashindwa kusikilizana, maana yake hamwezi kusimamia sheria zenu. TFF wamedhihirisha hawezi kusimamia sheria zao. Ndio maana mpaka waziri anawaita, kwa sababu wanafahamu kama kulikuwa kuna kanuni ya kusimamiwa, rudini kwenye kanuni, ndio mwongozo mkuu. Hawataki. Kama mnaamini kwenye kanuni ya kusimamiwa, twendeni huko, hawataki. Lakini jana tumepata somo. Timu yetu ya taifa imezuiwa kufanya mazoezi Morocco, lakini haijasusa kucheza mechi. Fasili yake ni kwamba shida tunao ndani ya mamlaka, kuogopana. Sasa kwa kuwa wameshindwa kusikilizana, wameitwa na waziri wa michezo wakasikiliza. Nadhani ni funzo kuwa na viongozi ambao hawawezi kusikilizana. Kwa nini? Kwa sababu wanaacha kufuata taratibu, kila mtu anataka kutumia nafasi ya cheo chake kwa utawala. Maagizo yalikuwa yamejikita kwenye utawala kuliko kanuni. Kwa hivyo mimi nadhani hichi kikao kitakuwa ni kikao kizuri, nyeti, lakini kubwa sio kila mtu aende kwenye kikao kutafuta usahihi. Waende kwenye kikao wakijua wameshindwa kujenga utaratibu wa kuaminiana. Kwa sababu kila mmoja angetafuta usahihi, ndio maana huko wameshindwana. TFF wanataka kuona sahihi, bodi ya ligi yuko sahihi, Young Africans wako sahihi. Lakini Young Africans hawakutaka usahihi sana kwa sababu waliomba maombi yasikilizwe. Rais Karia akawa anahisi kwamba yeye anatafuta kuwa sahihi. Sasa kushindwa kusikilizana hakuleti picha nzuri. Na niseme tu mpaka hapa tulipofikia, tungekuwa ni watu makini tunaowajibika, ilikuwa viongozi walioshindwa kusikilizana hawa wajiuzuru. Kwa sababu unaposhindwa hii serious. Yaani viongozi wanaoshindwa kusikilizana kutimiza wajibu, na sio kusikilizana kutimiza wajibu, ilikuwa mtu ajiuzuru. Kwa sababu huwezi kusimamia kazi ambayo mpaka ushahidi sasa na mtu mwingine. Unajua kwa mara ya kwanza kuitwa na serikali kama FIFA wanajua mnafungiwa kama nchi. Kwa nini? Maana yake tuna viongozi ambao tumewapa mamlaka ya mpira, hawawezi kutatua masuala ya kimpira kwa taratibu za mpira. Maana yake kuanzia TFF mpaka bodi ya ligi mpaka vilabu hawawezi kutatua masuala ya mpira mpaka wasaidiwe na watu wengine. Na mimi nilionya hawa wakiitwa na watu wengine kusaidiwa, maana yake mamlaka waliopewa hawawezi. Huwezi kumsifia mtu eti kama bwana nimempa kazi kwenye kivuli huyu jasho limtoki, lakini ukimweka shika kwenye jua jasho linamtoka. Tayari ni mtu mwenye mapungufu. Tunataka tuone mtu anaweza kukaa juani kama kweli ni mvumilivu, hata juani asiumie na jasho. Sasa kama unampa kiongozi mamlaka ana sifa sehemu moja, zingine zinamshinda, unajua mafanikio peke yake hayawezi kudhihirisha kwamba wewe una changamoto. Lakini wakati mwingine tunaangalia unavyomaliza changamoto na vile unavyoendea mafanikio. Leo kuleta mafanikio wakati changamoto ndo zinatushinda, hatuwezi kuonekana bora kwenye mafanikio. Ndio nikasema kwa hiki mpaka wanaitwa kwa waziri hawa watu. Wanaonyesha kabisa wenzetu wanataka kututangulizia cha kufanikiwa, kumbe changamoto zinawashinda. TFF, bodi ya ligi, changamoto zimewashinda. Wameletewa malalamiko, wao malalamiko wameona kama wanaletewa wanakuja kuzodolewa, au malalamiko wanaona kama wanalaumiwa. Mtu akuletea malalamiko asikilizeni, mnyapeleke kwenye taratibu zenu. Sasa unaletewa malalamiko unaona vibaya. Ndio nikasema tuna viongozi ambao wapo hawawezi kutatua matatizo, wanataka kutuonyesha tuna mafanikio. Na ukiona mtu anakimbilia kuonyesha mafanikio ya mtu wakati wa matatizo ni kitu kibaya sana. Kwa hawa wameshindwa kutatua tatizo la mpira. Sasa waende kusikiliza wakasaidiwa. Na wakisaidiwa, maana yake hao ni viongozi watakuwa wanasaidiwa kila siku. Alafu pia baada ya hili kama wataendelea kuwepo madarakani watakuwa waaminiki na watadharaulika mno. Kwa nini? Kwa sababu unaposhindwa kufanya kazi na wajibu wako mwenyewe, mtu anakuwa kuamini sasa. Hata akikupa kazi ambayo unaweza kuifanya na ukasahau ile ukabahatisha. Kumbe sio uwezo wake.